Ikiwa leo ni Mei 3 ya mwaka wa 2025, mwinue Yesu juu kama Mungu mtoa sheria. Ninakaribisha katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uketie mahali pasiri juu mbinguni. Jina lako takatifu litukuzwe. Ninakushukuru kwa sababu ya wema wako na ulinzi wako katika maisha yetu. Asante kwa ajili ya nafasi nyingine ambayo umetupatia. Asante kwa ajili ya mafundisho ambayo umeendelea kuruhusu tujifunze kila wakati. Ninakusihi ukatusaidie tuelewe haya tujifunzayo, nayo yakatumike kubadilisha mioyo yetu ili tukaenende sawa sana mapenzi yako. Ila ombi letu asubuhi ya leo, tukiamini kwamba utaenda pamoja nasi katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema kutunza Sabato. Imejengeka katika kitabu cha Ezekiel sura ile ya 20, aya 19 na 20. Neno la Mungu linasema, Mimi ni Bwana, Mungu wenu. Endeni katika amri zangu, mkazishike hukumu zangu na kuzitenda. Zitakaseni Sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana, Mungu wenu. Wakati wa kutoka Misri, asasi ya Sabato ilifanywa kujulikana sana mbele ya watu wa Mungu. Wakati walipokuwa bado wako utumwani, wasimamizi wao wa kazi walijaribu kuwalazimisha kufanya kazi katika siku ya Sabato kwa kuongeza kiasi cha kazi kilichohitajika kila juma. Kule Sinai sheria ilinenwa, na nakala yake juu ya mbao mbili za mawe zilizoandikwa kwa chanda cha Mungu ilitolewa kwa Musa, kutoka sura ya 31 ya 18. Na kupitia miaka karibu ya 40 ya kutangatanga, Waisraeli walikumbushwa mara kwa mara juu ya siku ya kupumzika aliyoipanga Mungu. Kwa kuzuia mana katika kila siku ya saba na uhifadhi wa kimeujiza wa sehemu mara mbili zilizoanguka katika siku ya maandalio. Kabla ya kuingia katika nchi ya ahadi, Waisraeli walionywa na Musa, ishike siku ya Sabato uitakase. Kumbukumbu la Torati sura ya 5 aya 12. Bwana alikuwa amepanga kwamba kwa utunzaji wa uaminifu wa amri ya Sabato, Israeli wangekumbukwa kila siku juu ya uwajibikaji wao kwake kama muumbaji wao na mkombozi wao. Kama wangeitunza Sabato katika roho inayofaa, ibada ya sanamu isingeweza kuwapo. Lakini iwapo madai ya sheria hii ya amri 10 yakiwekwa kando kama yasiyokuwa ya lazima kutiiwa tena, Muumba angesahaulika na watu wangeliabudu miungu mingine. Naliwapa Sabato zangu, Mungu alisema, ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua ya kuwa mimi Bwana ndimi niwatakasaye. Lakini bado walizikataa hukumu zangu, wala hawakuenda katika amri zangu. Wakazitia unajisi Sabato zangu, kwa maana mioyo yao iliandama vinyago vyao. Na katika wito wake wa kuwataka warudi kwake, aliwaelekeza upya juu ya umuhimu wa kuitunza Sabato kuwa takatifu. Mimi ni Bwana, Mungu wenu, alisema, endeni katika njia zangu, mkazishike hukumu zangu na kuzitenda. Zitakaseni Sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana, Mungu wenu. Ezekiel sura 20 ya 12, aya 16, 19 na 20. Kristo wakati wa huduma yake hapa duniani alisisitiza madai ya Sabato ambayo ni lazima kufuatwa. Katika mafundisho yake yote alionyesha heshima kwa asasi ambayo yeye mwenyewe alikuwa ameitoa.
Katika siku zake Sabato ilikuwa imepotoshwa sana kiasi kwamba utunzaji wake uliakisi tabia ya watu wenye ubinafsi na wadhalimu badala ya tabia ya Mungu. Kristo aliweka kando mafundisho ya uongo ambayo kwayo wale waliodai kumjua Mungu walimwasilisha visivyo. Ingawa alifuatwa na uadui usio na huruma wa marabi, yeye wala hakuelekea kuyakubali mashauri yao, bali alisonga mbele moja kwa moja akiitunza Sabato kulingana na sheria ya Mungu. Manabii na Wafalme sehemu ya kwanza, ukurasa wa 153 hadi 155. Mwenyezi Mungu atubariki sote.